hii Biblia. Hii Biblia iko hapa yote. Naam. Ni Biblia hajaiona. Labda leo mchungaji ikatae. Na kama utaikataa leo, ina maana Biblia zote utazikimbia. Wacha ni waruhusu kwanza wajitambulishe kwanza. Poleni leo Nairobi sijui kunani. Pia wafanyikazi wenzangu wamekwama kwenye msongamano wa magari, lakini nashukuru wamefika. Mwanzo kabisa wacha tuwape fursa wajitambulishe, alafu tuendelee. Ni mada muhimu sana ikizingatiwa hata fia zimeanza kupandishwa kwa sababu ya kusherehekea Christmas. Karibu mchungaji. Nashukuru. Mimi mchungaji Ali Mayu. Naam. Nashukuru niko hai. Walio hawa nashukuru. Na nashukuru tena Iqra FM. Naam. Kwa hii fursa na Sheikh pia kwa kunikaribisha. Naam. Nashukuru. Shukran. Poleni, lakini nawashukuru mmefika. Naam, Sheikh wetu. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abdullah Sheikh Omar. Inshallah tunawasili vizuri. Na tutaendelea vizuri kila Jumatatu inshallah. Bila shaka, shukran, haina neno. Kabla mufiki tulikuwa tayari tumeanza mada kuhusu Christmas. Na shehe wetu Said alitaka sana uanze hii mada, lakini kwa sababu ambazo hazingeepukika ikabidi ikamlazimu aanze. Sasa mchungaji, naomba tu kwanza utueleze Christmas ni nini, mbona mnaisherehekea, na je, ni maandiko ama mlikaa chini mkafanya hayo maamuzi? Nashukuru. Nashukuru. Nafikiri Christmas ni kuzaliwa kwake Yesu Kristo, inamaanisha ndio tunakumbuka. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo ndio tunakumbuka Christmas. Nataka nionyeshe hiyo imeanza wapi. Nafikiri msomaji nisomee kitabu ya Isaya 7:14. Naona dakika 35 sasa. Dakika kama 15. Sawa. Alafu tutaendelea baadaye ama vipi? Sawa. Saba ngapi? Mathayo Isaya 7:14. 7:14 inasema kwa wale walioandika. Inasema hivi: kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye atamuita jina lake Emmanueli. Asante. Hii ni unabii iko katika maandiko takatifu. Bikira atachukua mimba na atazaa mwana, atamuita jina lake Emmanueli. Alafu Isaya 9:6. Huyu Emmanueli anazaliwa ni nani? 9:6. Isaya 9:6. 9:6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme wake utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Asante sana. Hiyo mtoto Emmanueli anazaliwa na bikira. Hapa tena akaendelea na utabiri ya kusema huyu mtoto ataitwa Mfalme wa amani, Mungu mwenye mkuu, Baba wa milele. Hiyo jina hajapewa katika maandiko kwa kiumbe ingine bila Mungu aliye hai. Sasa hiyo mtoto ana hiyo jina, kumbe imekuaji? Mtoto anazaliwa anaita Mungu mkuu. Mtoto anazaliwa ametupea Mungu hapa duniani, ameita Mshauri wa Ajabu, Baba wa milele, Emmanueli. Sasa hata tunapoenda sasa kukumbuka na kusherekea kuzaliwa kwake, tunasherekea siku hii mambo imetendeka duniani. Siku hii nabii imetimia. Luka 2. Twende Luka 2. Luka 2. Anzia mlango wa kwanza. Endelea. Inasema hivi.
Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndio ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shaumu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwayo Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi. Iliandikwa pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huku siku zake za kuzaa zikatimia, ndio akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Asante sana. Hivyo ndio wakati sensa wa kwanza ambaye ilikuwa nchi hiyo, serikali imeamuru watu wahisabia, inasema sensa ya kwanza. Hiyo historically imeandikwa, iko mpaka leo. Hiyo sensa ni siku gani, tarehe gani imeanza? Wakati hiyo Yesu Kristo, Yusufu alichukua Mariamu, alikuwa na mimba, wakaenda kuhesabiwa nchi yao waliozaliwa, wakafika Bethlehemu Juda. Utanisomea bado mwalimu pale Luka 2. Alafu hapo akafika siku yake ya kuzaa, akazaa, akalaza mtoto wake katika hori wa ng'ombe. Hii ndio historia, maandiko takatifu ya mbele, kabla Qur'an hajaja, kabla Nabii Muhammad hajakuja duniani, imeandika, iko hapa. Alafu akazaa mtoto, akalaza katika hori wa ng'ombe. Mstari wa 8. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukang'aria pande zote, wakaingia na hofu kuu. Malaika akamwambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itokayo kwa watu wote. Asante. Hapa tena baada mtoto kuzaliwa, malaika ya Mungu malaika moja akadirika kwa wachungaji wanachunga kondoo zao. Alafu akamwambia, nimewaletea habari njema itakayofika watu wote duniani. Watu wote, kwa binadamu wote. Hiyo ni habari njema ambaye siku ambaye inakuwa habari njema kwa watu wote ni siku hiyo Yesu amezaliwa. Hata malaika ametangaza. Alisemaji? Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Asante. Mwana kwa ajili yenu leo amezaliwa Mwokozi, Kristo Bwana. Habari njema kwa watu wote, ni kwa binadamu wote. Ni siku inafaa kukumbuka, siku inafaa tungeshukuru Mungu aliye hai ametufanyia hiyo. Ndio maana wa Kristo, maana ya Christmas ni siku Yesu amezaliwa, na siku hiyo ni hiyo bingu imesherekea. Malaika ya Mungu akatangaza kwa wachungaji ya wakati hiyo. Endelea. Inaendelea kusema hivi. Na hii ndio ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Asante sana. Angalieni sasa, hii ndio maana ya Krismasi. Kusherekea kwake sisi wa Kristo, sikuzaliwa kwake Yesu Kristo, maana yake mkombozi amezaliwa, kwa habari njema kwa wanadamu wote. Sio ati ni wa Afrika, sio wa Israeli pekee, wanadamu wote. Kwanza malaika moja akatangaza. Ya pili, pamoja na hiyo malaika moja, sasa tunaona bingu inasherekea pamoja na mwalimu. Nisomee verse 14 kidogo tena urudie. Atukuzwe Mungu juu mbinguni, juu mbinguni, na duniani
iwe amani kwa watu aliowaridhia. Asante. Juu mbinguni Mungu imetukuzwa, hapa duniani imetangaza amani kwetu yote. Kwa hivyo wapendwa, tunaposema tunakumbuka siku Yesu amezaliwa, imetendeka. Hata ilikuwa imesherekewa mbinguni, duniani. Ilikuwa ni malaika moja na wachungaji. Baadaye majeshi ya malaika mbinguni wameshiriki, kwa sababu hiyo sio siku rahisi. Siku Mungu alikuwa zamani anatuma manabii, lakini sasa anatuma neno lake akwe kama binadamu, aonekane kwa binadamu. Ndio maana imesherekea mbinguni na tena duniani. Ndio maana sisi wa Kristo tunayoamini Yesu Kristo tunakumbuka hiyo siku. Alafu ndugu yangu, hiyo siku sijui wapendwa Waislamu kwa nini usherekei. Hebu enda kwa Qur'an 19 suratul Maryam 33. Isa mwenyewe, Yesu mwenyewe kwa kulingana na Qur'an alisemaje? 19:33 Inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ndio sema tu. Kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Inasema hivi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Na amani iko juu yangu. Siku niliyozaliwa. Asante. Na siku nitakayokufa. Ndio. Na siku nitakayofufuliwa kwa hai. Asante. Hata hapa Qur'an tunaona Isa alisema amani ikwe juu yangu siku niliyozaliwa, ambaye ni Krismasi. Wa Kristo tunasheriki amani ya Mungu. Malaika huko kwa Bible umetangaza utukufu juu mbinguni, amani duniani. Hiyo amani ndio tumesherekea, si kitu kingine yoyote. Tunasifu Mungu ametutendea hayo, na tena tunakuwa amani hiyo tumepata tayari. Ndani ya Yesu tumepata amani. Hiyo amani ndio tunatukuza naye Mungu. Isa mwenyewe amesema Waislamu, kwa nini usherekee Krismasi? Siku yake kuzaliwa Isa mwenyewe ametangaza, na siku ya kufa yake ni Pasaka. Wa Kristo tunakumbuka hata hiyo. Siku ya kufufuka kwake pia tuna hiyo Pasaka tunaamini. Kwa sababu iko kwa Qur'ani inaenda hivyo. Ndio maana ya kushereki Krismasi. Nashukuru mchungaji. Dakika 45, wacha tumpe nafasi kidogo Sheikh Said naye yani ana mawili matatu ya kuzungumza kabla tukamilisha awamu ya kwanza. Naam, shukrani sana wasikilizaji wetu. Nafikiri mmemsikia mchungaji alivyojieleza na ndio imani yake ilivyo. Lakini kwa kushangaa na mshangao ulio mkubwa sana kwamba tangu alivyoanza mchungaji mpaka anamalizia sijapata mahali tarehe 25 ndani ya Biblia. Sijapata, na hajatoa ile andiko. Masikitiko makubwa sana. Sasa hama bwana wanatupa kazi ngumu sana. Labda naweza kuwa amesahau, kwa sababu ni muda wangu. Naweza mruhusu mchungaji, hii tarehe 25 labda unaweza kuwa umesahili andiko, unaweza kutupa kwanza kabla sijaanza kuzungumza. Nashukuru ndugu. Hebu nisome Luka 2. Hiyo Luka 2 anzia moja kidogo. Nione hiyo tarehe imetoka wapi. Tarehe. Unataka tarehe? Nataka tarehe. Kama umepata tarehe na kama umekosa. Yaani mchungaji nakwambia. Si kesho. Ndio. Ni saa hii. Asante. Ukipata hiyo tarehe 25 mwalimu, piga mstari. Nashukuru. Wacha andike. Sawa. Soma tu. Mbili moja. Inasema hivi. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari. Kuna amri imetoka kwa Kaisari mfalme Augusto. Ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Ndio. Orodha hii ndio ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Msomaji subiri kidogo. Asante sana. Msomaji subiri na mchungaji usubiri. Hapa tusibahatishe maneno. Kwamba hiyo siku ni orodha ya majina yote ilifanywa nini? Iliandikwa. Tarehe 25 huwa mnaandika majina ya watu. Asante sana. Hapo nataka kukueleza utumie kidogo. Hii tarehe 25 ya kuzaliwa kwake Yesu inapatikana ukienda kusoma hiyo orodha historically imeandikwa. Sensa ya kwanza, wacha nijifafanue. Fafanua. Ya sensa ya kwanza ambaye mbeleni itafanyika. Historically
kuna watu walikuwa wanaandika histori. Hiyo sensa ilikuwa tarehe ngapi? Wakati hiyo imeandika tarehe inajulikana. Alafu ukifuatilia kwa hiyo sensa tu ikiwa imetangaza Yusufu amechukua Mariamu akaenda mpaka Juda Bethlehem. Akifika huko amezaa. Sasa inapatikana katika hiyo sensa. Hiyo sensa ni tarehe ngapi historically? Inapata kwa Bible hajaandika tarehe 25. Lakini wacha nimalize tafadhali mwalimu. Tarehe 25 kwa Bible hajaandika, lakini inapatikana kwa hiyo historia. Kwa mfano, kwa mfano saa hii Waislamu wanashiriki Nabii Muhammad amezaliwa lini? Naam, Nabii Muhammad amezaliwa tarehe yake Monday, tarehe ngapi? Unashiriki Waislamu. Na hakuna kwa Qur'ani imeandikwa hiyo tarehe. Kwa nini unashiriki patata nyingi? Nafikiri nimesema hivi kutoka mwanzo. Mimi kulingana na ubinifu wangu na katika kusoma vitabu vya dini na history zote, mimi nakwambia mchungaji, si Biblia peke yake. Niletee kitabu chochote kile cha imani yako, kitoe tarehe 25 wapi Yesu kazaliwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia sisi katika sura 42 aya 11 aya 7, mwalimu anasema iwapo mtatarifiana jambo lolote basi rudini katika ni 10. Soma mwalimu. 42:10. Dakika naona 5. Wacheza tukirudi kipindi cha pili. Anaweza soma dakika ni 5 lakini kwa haraka. Naam. Inasema hivi. Naam. Na mkihitilafiana katika jambo lolote, ndio rejeleeni kitabu cha Mwenyezi Mungu na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mchungaji, unajua sisi tumepewa option nyingine, tumepewa option B, kwamba iwapo tukikosa neno ndani ya Qur'ani kuna vitabu tunafaa tuangalie ndani. Sasa hayo unayataka wewe, sema Jumatatu ijayo tuendelee na hiyo. Sasa ukitaka kuzaliwa kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutakueleza, tuko na vitabu vipo. Sawa? Lakini mimi sasa tarehe aliyezaliwa Yesu mimi sijapata. Na nimesema ikipatikana mimi kutoka leo nitakuwa naongoza kwaya kwenye kanisa yako. Na kwa la pili mwalimu. Naam. Mmesoma andiko mkasema Bwana Yesu alikuwa Mungu, alikuwa hiyo siku alikuwa anatukuzwa. Nini maana kutukuza? Sasa hapo nitanipa kazi ngumu sasa katika mada nianze kufundisha vitu zingine tofauti. Nini maana kutukuza? Na kama kutukuza, je, mnamtukuza hivyo? Zaburi 99:5. Inasema hivi. Naam. Mtukuzeni Bwana Mungu wetu. Sasa kumbe kuna kutukuza, Mungu anatukuzwa, na pale akatuambia tuwatukuze nani? Wanamtukuza Yesu, akamweka pale cheo cha Mungu, akasahau kwamba ni mwana aliyezaliwa tarehe 25 ambaye hajatuandika. Endelea. Mtukuzeni Bwana ndio Mungu wetu. Safi. Sujuduni penye kiti cha miguu yake. Unaona kwamba Mungu ndiye anastahili kutukuzwa na kuabudiwa. Sasa hii uliitoa mchungaji kidogo iko nje ya mada ambayo tunazungumzia, lakini ndio ufahamu wako ulivyo. La kwanza. La pili, ukatoa katika 7:14 Isaya akasema tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume na atamwita jina lake Emanueli. Ukasema hakuna mtoto yote ambaye alizaliwa akaitwa Emanueli. Nini maana Emanueli kwanza mchungaji? Mbona unaipa kazi ngumu sana kufunguza? Hivi Nabii Muhammad ni Emanueli, Musa ni Emanueli. Ukitaka maandiko nakupa 9:40 Qur'ani. Ukicheka nakupa sindano. Hiyo ni mpya, andika 9:40 Qur'ani. 9:40 Qur'ani. Inasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Sura at-Tauba. 9:40 Qur'ani. 9:40. Changamka, niko na dakika 4. Kama hamtamnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama hamtamnusuru bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi Mwenyezi Mungu alimnusuru walipomtoa wale waliokufuru. Ndio alipokuwa pamoja tu na mwenziwe Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ndio wa pili wake, sawa, pekee yao. Akamwambia walipokuwa wote wawili ndio katika pango, ndio Mtume alipomwambia sahibu yake, naam, usihuzunike Abu Bakar, kwa yakini Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi. Maana yake ni Emanueli. Sasa Emanueli hiyo ina maana pekee yake. Sasa wewe unatufahamisha kwenye mada. Mwalimu akasoma katika kitabu cha Luka. Hebu nisomee Luka 1:26. 1:26 Luka.
Luka 1:2. 1:26 Luka. Mwezi wa 6. Mwezi wa 6. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Ndiyo. Kwenda mpaka mji wa Galilaya. Sawa. Jina lake Nazareti. Sawa. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu. Jina lake Yusufu. Kumbe bikira alikuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu. Wambari ya Daudi. Ndiyo. Na jina lake bikira huyo. Na jina la huyu bikira ni Mariamu. Anaitwa Mariamu, ndio mama yake Yesu. Akaingia nyumbani akaingia nyumbani kwake. Sawa. Akasema. Ndiyo. Salamu. Uliyepewa neema. Msafiri. Bwana yu pamoja nawe. Ndiyo. Naye akafadhaika sana. Mwalimu na dakika 2 changamka. Kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni. Salamu hii ni namna gani? Ndiyo. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu. Kwa nini? Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Ndiyo. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Ndiyo. Na jina lake utamuita Yesu. Hebu subiri. Mchungaji. Naam. Mariamu ndio mama yake Yesu. Naam. Aliletewa habari mwezi wa ngapi? Mama yake. Mariamu aliletewa habari mwezi wa ngapi? Jenga hoja yako na mimi ndio nishajenga hoja mimi. Ndio nishajenga hoja. Mariamu aliletewa habari mwezi gani? Wa 6. Mwezi wa 6. Ndio. Hivi mwanamke anapojifungua anajifungua na miezi mingapi? Miezi 9. Miezi 9. Hiyo mwezi wa 6 ulituandikia tarehe fulani? Hiyo mwezi ya 9. Mwezi ya 6 ambayo umesoma ni mimba ya Elizabeth. Soma nyuma kidogo utaje kusoma. Soma mstari wa 25 mchungaji, kwa sababu muda umetupa kizogo kidogo. Tunarudi hapa tulipopaachia, ndo tutaanzia hapa. Hiyo ni mimba ya Elizabeth. Asante. Bila shaka sasa mpendwa msikilizaji, fanya hesabu. Mimba ni miezi 9 kama nilivyo. Jamani, nawashukuru wote wapenda wasikilizaji wa kutusikiliza, na washukuru mashehe na mchungaji wetu. Dakika zituruhusu kuendelea hivyo basi nitakatiza awamu, lakini baada ya muktasara nitarejea na mashehe na vile vile mchungaji waendeleze hii mada moto. Hadi baada ya muktasara, usende mbali, zidi kujumuika nasi. Ni Madina.